Asubuhi kumepambazuka. Mwanga mkali wa saa 4 za asubuhi unaangaza. Kijua kikali kama cha mchana wa saa 7, huku watu wakiendelea kufanya pilika zao za utafutaji wa riziki za kila siku na maisha yakiendelea. Mara nyingi baadhi ya jamii iliyopo nje ya Zanzibar hupendelea kusema Wazanzibari ni wavivu katika kujituma. Lakini kauli hii inatupiliwa mbali kwa kuangalia maisha ya Bwana Sudi Juma Ame, ambapo ameenda kuakisi moja kwa moja katika methali inayosema kila ndege huruka kwa mbawa zake, na pia mtegemea cha nduguye hufa masikini. Hata hivyo, mkono wake ndiyo mtaji wake. Mnamo mwaka 1989, baada ya kumaliza masomo yake, hakutaka kutegemea vyeti vyake ili kuajiriwa serikalini, bali subira yake ilimfanya awe na mawazo tofauti ya kujiajiri mwenyewe. Hivi unavijua vitanda vya kamba ni maarufu sana hapa visiwani. Hutengenezwa na kupatikana Zanzibar pekee na hutumika kwa matumizi mbalimbali. ASAM Online TV tulibahatika kupiga naye stori 2-3 kutaka kujua kazi yake hiyo ilibadilisha vipi maisha yake na mbinde za kisoko zikoje, pamoja na changamoto anazozipitia. Nimezaliwa hapa Zanzibar. Nimezaliwa katika mwaka 1972. Nimeanza masomo yangu katika shule ya msingi kuanzia mwaka 1980 mpaka ilipofika mwaka 1999 nilimaliza masomo yangu ya kidato cha 4, yani form 4. Baada ya kumaliza masomo yangu hayo, nilihangaika ajira, lakini kwa bahati mbaya au nzuri katika upande wa serikali sikufanikiwa, au kwenye makampuni pia sikufanikiwa. Hapo ndipo mawazo aliponipelekea kuja kujiunga na kazi hii ya kuchonga vitanda. Kwa hivyo toka mwaka huo mpaka hii leo mimi nafanya shughuli hii ya vitanda. Pia nimeweza kuoa kutokana na kazi hii, na sasa hivi na mke mmoja na watoto 5. Kwa hivyo kazi hii ya vitanda ndiyo inayoniendeshea maisha yangu yote, na pia ndiyo inayoniendeshea katika kuwasomesha wanangu. Pia nimeoa au pia nimepata kibanda changu mimi mwenyewe kutokana na kazi hii ya vitanda. Kwa hivyo mpaka leo naendelea na shughuli hii ya kazi ya vitanda. Katika kazi ya vitanda hii kuna faida ambayo ipo, ndo napata mahitaji yangu ya kila siku. Pia kuna hasara ambayo tunaipata hapa katika vitanda. Inatokezea baadhi ya wakati kwa wateja inakuwa kidogo hali ngumu, wateja hamna. Kwa hivyo kitanda kinaweza kachukua kama siku 3 hakijanunuliwa au siku 4. Kwa hapo kidogo tunapata ugumu wa kimaisha. Kazi hii nimeianza baada ya kumaliza skuli mnamo mwaka 1989. Hapo ndipo nilipomaliza skuli, nikaendelea na kazi hii. Kwa kweli tukaja katika upande wa soko, vitanda vinakuwa vina msimu. Baadhi ya siku soko linakuwa gumu, baadhi ya siku soko linakuwa rahisi. Kwa hivyo kupitia masoko ya nje, hatuna soko la guarantee kutoka nje. Isipokuwa kubwa tunategemea utalii. Na huu utalii pia unakuwa una msimu. Kuanzia hapo kipindi cha season, hapo ndo kidogo tunapata masoko kwa ajili ya vitanda kuwatendea watalii. Lakini baada ya kumaliza hapo, inakuwa baadhi ya wakati inakuwa soko pia ni gumu. Kwa hivyo kama ambavyo mnavyojua sasa hivi soko kidogo limechukuliwa na
biashara hii ya utandawazi. Watu wengi zamani sana, wazee wetu walikuwa wanatumia hivi vitanda katika shughuli zao mbalimbali. Lakini sasa kutokana na utamaduni, watu wengi wanakuwa wanafanya vitanda vya banko na samadari. Kwa hiyo vitanda hivi wanakuwa si aghalabu sana wakazi wa Zanzibar kuvitumia katika mahitaji ya nyumbani, isipokuwa labda pale ambapo inatokezea mtu anakuwa na mgonjwa au ana mzazi au imemtokea kadhia tu lazima apate kitanda au kufiwa. Kwa hivyo hapo ndo anakuja kununua. Kwa hivyo soko kidogo kwa upande wetu kwa kipindi hichi hapa limekuwa gumu kidogo. Changamoto ambayo tunazipata inakuwa ndio hivyo katika ugumu wa biashara. Unaweza ukafanya biashara hapo kitanda ukaweka wiki nzima hajatokezea mteja, na wewe una mahitaji chungu mzima nyumbani na unaitegemea kazi hii hapa. Au wakati mwingine inawezekana ukapata kazi, lakini vile vile hao wanakupa kazi pengine asipite pengine wiki mbili, akakupa tu advance ya pesa mfanyie kazi, lakini baadaye mnapiana ahadi uzuri ya kuwa baada ya wiki moja atakuja kuchukua vitanda, lakini inawezekana akafika mwezi pia asipite. Changamoto nyingine ambayo tunaipata kupitia kazi hii ni kutokana na vifaa, hususan vifaa vya kamba ambazo tunatumia katika kushonia hivi vitanda. Wakati mwingine kama mnavyoelewa, nchi yetu ya Zanzibar saizi minazi. Kwa hivyo product hii inatokana au kamba hizi zinatokana na nazi ambazo zinazaliwa kutokana na minazi. Kwa hivyo inawezekana pengine nazi hakuna. Kwa hivyo kama nazi hakuna, kwa hivyo na sie vile vile kamba hizi inakuwa ni vigumu kuzipata. Kwa hivyo hizi pia ni changamoto ambayo tunazipata kutokana na kazi yetu hii ya vitanda. Mimi naambia vijana wenzangu, kazi tusitegemee serikali. Serikali ina mambo mengi ya kufanya, na serikali haina ajira nyingi za kuwa sie sote serikali tuajiri. Uwezo huo serikali haina. Kwa vijana ambao wakashamaliza skuli hawajapata nafasi za kuajiriwa katika maidara mawizara huko, kwa hivyo mimi nawaambia tujiunge au tutafute ajira binafsi ambazo zitatuendesha kimaisha. Watu wengi wamejiajiri wao wenyewe na sasa hivi wana hali nzuri. Kwa hivyo kijana, usikae tu kushamaliza masomo yako ya form 4 ushakwenda serikalini ushakosa kazi katika serikali. Kwa hivyo tafuta upande mwingine wowote ule ambao utakuwa una maslahi na wewe, utafute kazi ufanye, utafanikiwa tu au riziki yako utaipata tu. Kwa huo ndio wito wangu kupitia kwa vijana. Naiomba serikali ituangalie sisi, hususan sisi wachonga vitanda, wajasiriamali wa chini, uweza kutupa mikopo. Mikopo inatoka, lakini wakati mwingine inakuwa ni changamoto kuweza kuipata mikopo hiyo. Kwa hiyo inakuwa wakati mwingine si hatuipati mikopo. Kwa hivyo serikali itakaposikia kilio chetu, tupo hapo wachonga vitanda, au pia na mikopo hiyo iwe na masharti nafuu, isiwe na masharti marefu. Hii ndiyo biashara ya vitanda vya kamba iliyomkomboa kimaisha Bwana Sudi kwa kiasi kikubwa. Inahamasisha vijana wa sasa waliokuwa hawapendi kutumia mikono yao kama ni njia nyingine ya kujiendesha maisha yao. Ajira ya kweli ni ile uliyoiunda mwenyewe. Kutegemea ajira au msaada wengine haukujengi. Kujituma ndio kunaleta maendeleo. Nilikuandalia simulizi hii ni Fatma Bernard kwa msaada wa mpiga picha Ali bin Haj, chini ya udhamini mnono wa Asam Electrical Company Limited.